وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد. Ndugu zangu mashekhe mliokuwa hapa mbele, wazee wangu mliohudhuria katika ibada hii ya ndoa, vijana wetu wa kike na wa kiume, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa taufiki ya kuhudhuria hapa ili kushuhudia na kutimiza ibada katika ibada ambazo zimehimizwa na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndoa ni ibada, na kufurahikia na kusherehekea ndoa vile vile ni sunna, na ni jambo la kupongezana, hasa katika ulimwengu ambao wanadamu sasa wanaipiga ndoa teke au hitajiki. Wana njia zao ambazo si rasmi za kuendeleza kuwepo kwa binadamu. Thamani ya ndoa inaendelea kushuka katika jamii ya Waislamu, lakini jamii ya wanadamu vile vile, kwa sababu kiasili mwanadamu ndoa ni sehemu katika maumbile yake, sawa sawa akiwa ni Mpare, Mchaga, Msukuma, Nyaturu. Ndoa ni sehemu katika tabia ya mwanadamu, sio hayawani mwanadamu. Lakini sasa inaelekea kwamba mwanadamu pia haitaki ndoa, kwa sababu zile njia fupi za kuishi mwanamume na mwanamke zimekuwa ni rasmi zaidi kuliko zile njia zinazotambulika. Na jambo baya zaidi ni kwamba mwanadamu amefikia mahala sasa hahitaji mwanadamu mwenzake katika ndoa. Anaweza kutoshelezeka na kiumbe wa kutengenezwa, mdoli, roboti, ikawa tayari yule ni mke, anaishi naye na anaweza kukidhi haja zake. Kwa hivyo ni muhimu sana mashekhe, wazee, Waislamu wote kwa ujumla tufanye kampeni za nguvu kuhimiza ndoa ili isije ikatoweka katika jamii zetu. Na viwango vya talaka vile vile vimekuwa vingi sana. Katika baadhi ya nchi za Waislamu asilimia ya talaka ni 50. Katika kila ndoa 100 zinazofanyika, 50 katika hizo huvunjika. Tena huvunjika katika mwaka wa kwanza wa ndoa ile. Hizi ni takwimu ambazo zinaonyesha katika nchi zetu za Waislamu. Kwa hivyo talaka vile vile imekuwa ni jambo la kawaida. Katika muda huu ambao tunamsubiri huyo anaitwa mheshimiwa ili tuweze kutekeleza hiyo ibada, tuna mengi ya kujifunza ndani ya Qur'an kuhusu suala zima la ndoa. Tukitazama Qur'ani kwa mfano katika surati Ali Imran, tunasimuliwa kisa cha mama mmoja anaitwa mke wa Imrani. Ndio ikaitwa sura yote Alu Imrani. Huyu mama ambaye ni mke wa Imrani ndio bibi yake na Nabii Isa. Ndio bibi yake na Nabii Isa alayhi salam. Ndio mama yake na nani? Maryam. Huyu mama aliomba kwa Mwenyezi Mungu apate mtoto, lakini awe mtawa. Mtawa Kiarabu mutawwa, mtu ambaye kazi yake itakuwa ni kuhudumia dini. Kwa hiyo lengo lake lilikuwa kwamba Mungu nipe mtoto, huyo mtoto awe kazi yake ni kuhudumia dini, awe ndani ya nyumba ya ibada, ahudumie mambo ya kidini,
awe ni kama vile nimemtoa mimi, nadhartu ma fi batni muharrara, awe huru, nimemwachia kwa ajili yako ya Mwenyezi Mungu. Lakini alipozaa akagundua kwamba amezaa mtoto wa kike, na mtoto wa kike hawezi kufanya kazi hizo za kuingia ndani ya nyumba ya ibada akafanya shughuli hizo. Kwa hiyo Mungu akasema falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, alipomzaa akasema Mwenyezi Mungu, mbona mimi nimemzaa wa kike, sio vile nilivyotarajia, na nimekuomba Mwenyezi Mungu dua yangu, wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal-untha. Sasa haya maneno ndio nataka tuzungumze kidogo, tuyapigie mstari. Mungu ndiye anayejua yule aliyemzaa huyu imra'at, na mwanaume si kama mwanamke. Haya ni maneno ya nani? Inasemekana maneno ya Mwenyezi Mungu. Wengine wanasema ni maneno ya nani? Ya yule mama aliyezaa. Ndiye aliyesema walaysa dhakaru kal-untha, wa kiume sio kama wa kike. Wa inni samaituha Maryam, nimemuita kuwa ni Maryam jina lake. Pamoja na kuwepo ikhtilafu baina ya ulamai wa Kiislamu juu ya maneno haya ni ya Mungu au ni maneno ambayo Mungu kayaweka ndani ya Qur'an, lakini alisema yule mama, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal-untha. Mungu anajua yule aliyemzaa huyu mama, na kwamba wa mwanaume si sawa sawa na mwanamke. Vyovyote itakavyokuwa, kwamba maneno haya ni ya Mungu au ni maneno ya imra'atu Imrani, mke wa Imrani, bibi yake na Isa, vyovyote itakavyokuwa, lakini ni ya kweli. Ni ya kweli vipi? Kwamba mwanaume si kama mwanamke, na matarajio yake ilikuwa hapate mwanaume kwa ajili ya zile kazi ambazo alidhamiria. Tuko pamoja mpaka hapo inshallah? Sisi Waislamu tunaamini kwamba laysa dhakaru kal-untha, mwanaume si sawa sawa na mwanamke. Haya, sio sawa sawa katika nini? Katika maumbile hawako sawa, muonekano wao hawako sawa. Haya, kibiolojia hawako sawa vile vile. Si huyu anazaa, huyu hazai, sio? Huyu anapitikia kila mwezi, ana mgeni wake anayemtembelea kila mwezi, sio? Wewe mwanaume huna ule mgeni wa kila mwezi, hawako sawa, sio? Huyu anapitikia katika zile damu inaitwa ya hedhi, nyingine inaitwa ya nifasi, nyingine inaitwa ya istihadha. Ana aina 3 takriban za damu ambazo anaweza kuzipata. Wewe hupati, sio? Kwa hivyo wa kiume si sawa na wa kike. Lakini vile vile kinafsia, nafsia hiyo ni lugha ya Qur'ani, lakini katika lugha ya wenzetu tunasema kisaikolojia, ndio kinafsia. Nafsi ya mwanamke na nafsi ya mwanaume ni tofauti. Mwanamke kaumbwa ana huruma, ni mpole, ana nafsi nyepesi. Wanaume ni shupavu, wana ugumu, wana maamuzi imara, hawatawaliwi na upole. Na vyote hivi vina maana Mungu alipowaumba waje. Lakini la mwisho na muhimu, kimajukumu, kwamba majukumu ya mwanaume na mwanamke si sawa sawa, kwa sababu alaysa dhakaru kal-untha. Ndio maana yeye alimtaka kwa jukumu fulani, lakini alipomuona ni wa kike akaona kwamba vipi itakuwaje, maana jukumu lile halifanyi ila mwanaume. Sasa kwa mukhtasari ni kwamba sisi Waislamu katika ulimwengu tunaoishi
ulimwengu ambao kampeni zinazofanyika ni nyingi sana za kuhakikisha kwamba mwanaume na mwanamke wako sawa. Ni kampeni kubwa sana, tena wako sawa katika kila kitu. Hata kibiolojia wanataka kutuambia sasa wako sawa, kwa sababu wanamwambia akitaka kuoa aoe pia. Hizi kampeni za kimataifa na mikutano mingi inayofanyika ya kupigania usawa baina ya mwanamke na mwanamume ndio ambazo zimeleta maafa makubwa sana katika familia zetu, ndizo ambazo zinavunja familia. Mwanamke ndani ya nyumba anaamini kwamba yeye na mwanaume ni sawa. Hai, ikishakuwa hivyo ni sawa, nani atamuomba ruksa mwenzake ya kutoka? Ikishakuwa hivyo, nani atakuwa na kauli ya mwisho ndani ya nyumba? Kwa hivyo, kwa sababu ya mwanamke kisiasa, kiuchumi, kijamii kuambiwa wewe ni sawa na mwenzako, kisiasa anaambia 50 kwa 50. Haya, mwanamke akishatoka kaingia kwenye viwanja vya kisiasa, nyumba amemwachia nani? Mume katoka na mke katoka, nyumba inabaki uchi. Lingana ni sawa, lakini ninapokuwa na mtoto wa miaka 2 na mtoto ana miaka 20, nataka kupractice usawa kwa kumpa chakula sawa, ni sawa? Sio kila mahala usawa unawezekana. Usawa umetuangamiza sana duniani. Sisi tunataka uadilifu. Mara nyingi mimi hutoa mfano kwamba wewe unapokuwa una wake wawili, mke mmoja ana mtoto mmoja, mke mwingine ana watoto 7. Usawa unakutaka nini? Ukiwapa matumizi uwape sawa sawa, 10,000. Uadilifu unakutaka nini? Unakutaka uangalie idadi yao, uwape matumizi kulingana na idadi. Pale unasema umefanya uadilifu. Kwa hivyo si kila usawa ni uadilifu, usawa mwingine ni dhulma. Kwa hivyo wanawake leo hii wanataka kuwa sawa na wanaume. Tumetoka wote sasa. Tukishatoka, na nyie ndugu zangu, nataka tuelewe kwamba dunia imetupeleka mahala kwamba sasa mwanamke hata kubeba mimba sio lazima. Chukua yale maji yanatoka kwa mwanaume na mwanamke, mimbaini sulbi wa taraib, yapelekeni hospitalini, kuna chombo kinawekwa pale, mtoto anakuwa, alafu nyie mnaendelea na maisha. Tumeelewana? Bila kuelewa kwamba uhusiano baina ya mama na mtoto katika kunyonya una maana sana. Wenzetu walipoanza kuacha kunyonyesha kwa sababu wanataka vifua vyao vibaki kama vile wasichana, unazaa lakini kunyonyesha hutaki, mtoto anaenda kupewa maziwa ya hayawani, ng'ombe, mbuzi na wengine. Kwa nini huyu mtoto asiwe na silika za kihayawani? Wanadamu leo hii mahayawani tu wanaotembea. Na mara nyingi huwa tunasema kwamba mama anapomnyonyesha mtoto huwa hatosheki kumnyonyesha tu, kumkumbatia, sio? Hiyo inaonyesha upendo, kutengeneza jambo kisaikolojia, uhusiano wa karibu sana. Anamkumbatia, anampapasa kichwa wakati ananyonyesha, mara nyingine anamtotoa matongotongo, si ndivyo wanafanya kina mama zetu? Hili jambo si dogo, si dogo, linajenga uhusiano mkubwa sana baina ya mama na mtoto. Ukishamnyang'anya mama mtoto asimnyonyeshe kwa sababu umeendelea, ndio leo hii mtoto kumwona mama yake si chochote akamtukana, si jambo la ajabu, kwa sababu hapakujengwa yale matofali tangu mwanzo, moja baada ya moja, nyumba ya upendo na mapenzi na huruma baina ya mama na mtoto ikakamilika. Sasa mtoto anakuwa vile mama anampapasa, usidhani kupapaswa kichwa mtoto jambo dogo. Mtume alisema kwamba yoyote atakayempapasa yatima kichwa chake, basi ataandikiwa thawabu kwa kadiri ya zile nywele alizozigusa katika kichwa cha yatima. Unadhani Mtume kwa nini amesema hivyo? Kuliko kupapasa tu kuna maana, sio? Mtoto anahisi vipi ukimpapasa kichwa chake yatima? Anahisi upole, huruma, mapenzi.
na yatima anahitajia hilo. Sasa Mtume anatufunza kwamba hata yule mama anapokaa na mwanae akampapasa vile, anajenga jambo kubwa sana katika uhusiano baina ya mama na mtoto. Sasa uhusiano umeshavunjika. Leo hii mtoto na mama kumkosea mtoto na mtoto kumkosea mama yake ni jambo la kawaida, wala hakuna huruma ndani yake. Sasa Mwenyezi Mungu amesema, maana ni aya ya Qur'an, walaysa dhakaru kal-untha, mwanaume si kama mwanamke. Tusifanye mwanaume na mwanamke wako sawa. Khalaqa dhakara wal untha, Mungu ameumba mwanaume na mwanamke. Kisha mimi mkaambiwa majukumu, inna sa'yakum la shatta inna a'malakum la mukhtalifa, amali zenu zinatofautiana. Haya, mtoe mwanamke leo hii muingize katika kazi za kiume, nataka usawa, abebe zege, abebe tofali, awe mkakamavu. Haya, nani anamtaka mwanamke asambulie? Mwanamke aliyokomaa ana ngozi nyororo akitembea ni mwanaume, nani anayemtaka? Kwa hivyo mwanamke anapaswa kuendelea kuwa mwanamke na mwanaume anapaswa kuendelea kuwa mwanaume. Jitihada za kumpokonya yoyote katika hawa zitaleta maafa kijamii. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa katika ulimwengu tunaoishi, ni lazima Waislamu wafanye kampeni za kuhakikisha kwamba tofauti baina ya mwanaume na mwanamke ni sawa, na haina maana kwamba tunataka kumfanya mwanaume ni bora au mwanamke ni bora. Hapana. wama ta'nisu lismi shamsi aibun wala tadhkiru fakhrun lilhilahi. Hatuna maana ya kwamba tunataka kusema mwanaume ni bora mwanamke. Hapana, tunataka kusema watu tofauti. Kwa wale wanaofahamu lugha ya Kiarabu, tuna mudhakkar na muannath katika vitenzi, sio? Na katika asma'i. Na unaweza kusema, unasema hadha qamarun wa hadhihi shamsun, alaysa kadhalika? Kwa hiyo ndio akasema mshairi, wama ta'nithu lismi shamsi aibun wala tadhkiru fakhrun lilhilahi. Ilikuwa kwamba jua linaitwa hadhihi sio aibu, na ilikuwa kamaru inaitwa hadha sio fakhri. Tumeelewana? Kwa hivyo hapa hatuna maana kufakarisha mwanaume dhidi ya mwanamke. Hapana, mwanadamu, kila mwanadamu alisimama hapa. Sisi tulikuwa mbele hapa wanaume, wewe una mwanaume na mwanamke ndani yako, yaani wewe ni mwanaume na mwanamke ndani yako. Yaani wewe si baba yako na mama yako ndio wamekuleta wewe. Kwa hivyo wewe ni mkusanyiko wa baba yako na mama yako, product ndio ikawa wewe, sio? Kwa hivyo huwezi kuwa mwanadamu bila kuwepo na mchango wa mwanaume na mwanamke. Ni yeye peke yake Nabii Isa aliyezaliwa na mama tu bila, na Mungu akamfanya ni mwanaume. Kwa hivyo kila mmoja anabeba content za mama yake akiwa ni mwanaume, na kila mwanamke anabeba. Hata wataalamu wa leo hii wanapopima DNA na vingine, wanamuona kwako wewe, wanamuona mama yako. Yaani wakikupima wewe vile vinasaba vyako, wanamuona mama yako kwako pia. Sasa huwezi ukawa ni mtu kamili mwanaume bila mwanamke, kwa sababu ndani yako yuko mama yako, umebeba vitu vya mama yako ndani. Kwa hivyo hauwezi ukawa wewe ni bora kuliko yule aliyekuleta ambaye ni mama yako, ambaye unabeba sehemu ya wewe kuwa ni mama yako. Kwa hivyo hatuna maana ya Kiislamu kwamba mwanaume ni bora kuliko mwanamke. Hapana. Nani katika sisi anaweza kumfikia Maryam? Ni mwanamke, sio? Wala hakuwa nabii, sio? Nani katika sisi hapa anaweza kufikia hadhi na cheo cha Asia bintu Muzahim, mke wa Firauni? Ni mwanamke, hatufikii level yake hiyo, sio? Haya, wake za mtume kina bibi Khadija, nani katika sisi anaweza kuwafikia? Bibi Fatima binti ya mtume, nani katika sisi anamfikia?
katika sharafu na daraja. Mke wa Ibrahim au wake zake Sara na Hajar, ambao vitendo vyao kama yule Hajar vinatukuzwa mpaka leo hivi, ibada sa'i baina Safa na Marwa. Nani katika sisi wanafikia daraja zao? Kwa hivyo haya, mama yake Musa, Mungu anasema auhaina ila ummi Musa an ardhi'ihi. Huyu mama nani katika sisi anafikia? Mabinti wa Shuaib waliotajwa ndani ya Qur'an. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa bora kuliko mwanaume na mwanaume anaweza kuwa bora kuliko mwanamke akipitia vigezo vilivyotajwa na Mungu, inna akramakum indallahi atqakum. Namalizia mazungumzo yangu kwa sababu naona bado hajafika mhusika, sio? Tatizo letu sisi wanaume na tatizo la wanawake ni kwamba hatujuani. Mtu anaweza kuwa mtu mzima ana miaka 60 70, lakini bado mwanafunzi, anatakiwa aendelee kumsoma mwanamke nani. Na mwanamke na wanawake wengi pia bado wanaendelea kujifunza mwanaume nani. Unapoingia ndani ya ndoa, ingia kama mwanafunzi, usiingie kama mtu unayemjua mwenzako vizuri. Ingia kama mwanafunzi utakayeendelea kujisoma mwenzako, kusoma mwenzako nani, kwa sababu tatizo letu hatujuani. Na kwa kuwa hatujuani, unataka umhukumu kama unavyomhukumu mwanaume mwenzako. Mwanamke ni kiumbe tofauti na mwanaume katika silika na tabia zao. Na wapeni mfano tu ambao wengi tunajua. Hivi mwanamke akiwa katika kile kipindi ambacho ana mgeni wake wa mwezi, tabia zake hazibadiliki? Anakuwa na tabia sawa sawa? Tabia zake zinabadilika. Hivi umewahi kufikiria kwamba katika wakati ule yale atakayokufanyia uyastahimili kwa sababu hayuko kawaida, au unamchukulia ni wa kawaida tu? Mwanamke akiwa mjamzito tabia zake zinakuwa sawa sawa na kabla hajawa mjamzito? Acha zile tabia za chakula tunataka hiki sitaki hiki, la tabia tu zile za muamala wa kawaida, hasira za kupindukia, anaweza kujibu vyovyote vile. Sasa mwanaume mwanafunzi ni yule wakati ule anaamua hili darasa sasa hivi gumu, linahitaji subra mpaka avuke kipindi hiki, lazima aelewe hilo, sio? Na akimaliza siku zake vile vile tabia ni nyingine, kwa zile hormones zake zinabadilisha tabia. Ndio maana hata katika Uislamu kuna baadhi ya fiqh za Waislamu zinazosema, sio Waislamu wote wanakubali, kwamba haijuzu kumpa talaka mwanamke akiwa katika siku zake. Hikma ni nyingi, lakini miongoni mwa hikma ni kwamba hayuko kawaida pale. Pengine tutatoa talaka sana kipindi kile kwa sababu hayuko katika hali ya kawaida wakati ule. Nadhani tumeelewana jamani. Sasa sisi wanaume, chama cha wanaume lazima kikubali kujifunza kwenye chama cha wale, ama kukaa wanawake bwana, wanawake bwana, na wao kusema hivyo hivyo, wanaume bwana. Lakini kubwa inatakiwa kila mmoja awe mwanafunzi wa kumsoma mwingine. Tunatofautiana. Hivi karibuni niliwahi kutoa mahala fulani mfano kwamba mwanamke anaweza kujali vitu vingi kwa wakati mmoja, kuviona vitu vingi kwa wakati mmoja, kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Mwanaume hawezi. Haya ni katika maumbile ya kike. Wakati mmoja anaweza kutizama mchezo wa kuigiza, wakati huo anasuka, na wakati huo anaendeleza umbea na wenzake, na vyote yuko makini. Vitu vyote vitatu anaelewa kinachoendelea kwenye mchezo wa kuigiza, na anasuka, anamsuka mwenzake, na anachangia hoja za umbea, na hakuna kinachompita. Wewe mwanaume ukishika mmoja mengine huyawezi. Katika sifa ya wanawake ni kupenda kusema sana. Sasa wewe ukiona anavyozungumza, anavyosimulia masimulizi marefu, wewe muitikie tu. Ukiwa unamkatiza, yani unamnyima ile raha yake.
ndio wataalamu wamesema anazungumza maneno kwa siku mengi kuliko mwanaume. Tabia yake kuzungumza. Haya, sasa huyo mwanaume unamstahimilia kiasi gani? Hata kama yale mambo hayana maana, lakini asikilize. Kumbe alifanya vibaya sana. Mpeleke namna hiyo, ili msafiri safari moja ya maisha, kwa sababu raha yake yeye anangoja mume wangu akija namsimulia. Mwanamke ana tabia ya kufikiria sana kifo cha mume kuliko kufikiria kifo chake. Yaani yeye anachelewa kufikiria kifo chake, anafikiria cha mume kwanza. Mume wangu akifa itakuwaje? Mtaishi vipi? Fikirii kufa kwake kwanza, anafikiria kufa kwa mume. Kwa hivyo kuna mambo atakayozungumza mpaka utaona huyu vipi? Hanipendi, ni anataka niondoke nini? Lakini kumbe akili yake ana focus ya akiondoka huyo mimi nitaishi vipi? Kwa hiyo hadithi zake juu ya kifo cha mume ni nyingi kuliko kufa kwake yeye. Kwa sababu wewe unamtunza, anafikiria ndugu atanifanyaje wa mume, nitaishi vipi na hawa watoto, nitawatunza vipi, mali hii sitopokonywa. Anafikiria vitu vingi, anaangalia future, lakini hafikirii kufa kwake kwanza. Kwa hiyo kuna tabia zitakazojitokeza pale zenye kutokana na tabia hiyo. Wewe ukishamuelewa pale, lazima ujue namna ya kuamiliana naye. Kwa hivyo katika hali kama hiyo, sisi Waislamu tunasema hivi, mwanaume na mwanamke wako sawa katika level ya ubinadamu, lakini katika majukumu, katika wajibu, katika utendaji, hawa viumbe wako tofauti. Namalizia kwa kusema hivi, dunia imefanikiwa sana kuweka ubora wa bidhaa zinazozalishwa kwenye viwanda. Si kila mara wanapigania, kila nchi ina shirika la viwango. Kwa nini? Kutizama ubora wa dawa, ubora wa nguo, ubora wa vyakula, ubora wa kila kitu. Kwa hivyo vinapimwa kuangalia kwamba kitu hiki kimefikia kiwango cha ubora. Kwa hivyo hapa kwetu TBS, vinywaji vyote tunavyokunywa, vyakula tunavyokula na vitu mbalimbali vinavyozalishwa, maji na mavazi, na vimepitia kule kupimwa kiwango cha ubora. Kuna viwango vya kimataifa vya ubora wa bidhaa. Bidhaa zinapimwa ili ziweze kuingia kwenye soko la kimataifa, kwa sababu bidhaa zile zina viwango vya kimataifa vya ubora. Dunia imeshughulishwa sana kuhakikisha bidhaa bora zinazalishwa, lakini dunia imeghafilika sana kuhakikisha kwamba wanamzalisha mwanadamu bora. Dunia haina haja ya kuzalisha mwanadamu bora, wala haijaweka viwango. Matokeo yake ni kwamba mwanadamu wa sasa hivi anakwenda kwa kasi sana katika uhayawani kuliko binadamu. Katika sababu kubwa ya hali hiyo ni nini? Ni pale katika familia palipoharibika. Kwa sababu baba na mama ni walezi, lakini ni mama kwanza kabla ya baba. Tunaposema Uislamu unatizama kwamba mwanamke mahala pake namba moja ni nyumbani, watu hudhani kwamba sisi tunamnyanyasa sana mwanamke, tunataka kumzuia ndani asitoke. Lakini sisi tunataka kusema kwamba mwanamke na mwanaume wakitoka kwenda viwandani kutengeneza bidhaa bora, alafu wakashindwa kutengeneza mwanadamu bora ndani ya kiwanda chao ambacho ni familia, ni kosa kubwa sana la kiufundi. Familia ndio kiwanda ambacho kinatakiwa kitengeneze mwanadamu bora. Mwanadamu ameiacha, amekwenda kwenye viwanda kutengeneza bidhaa bora, yeye na mkewe. Sasa kazi kubwa mwanamke ni kumfinyanga na kumtengeneza mwanadamu. Aiacha kazi hiyo. Uislamu unasema la, lazima anaweza kutoka, lakini isiwe gharama yake ni kutelekeza familia. Tunasema mara nyingi kwamba tunafuga kuliko kulea. Ukitazama ameoga, mtoto alioga ndio, alikula ndio,
alilala, alicheza, ndio basi. Sasa ni kufuga, sio kulea. Katika hali kama hii, jitihada zetu ni kurejesha familia mahala pa. Vipi familia yetu imekuwa ni ile familia ya baba, mama na watoto? Hakuna ile familia pana ambayo wajomba, mashangazi na nani ni sehemu ya familia. Kwa hiyo walimu wa kumtengeneza mtoto ndani ya familia pia wamekuwa wachache. Ndugu zangu, sijui, naona kama dalili za mhusika kuingia bado hajafika. Kwa hivyo wajibu wetu, samahani mashekhe nimerefusha tosha. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kuhakikisha familia inakuwa ni kiwanda cha kumtengeneza mwanadamu bora, na haiwezekani mpaka tuwekeze ndani ya familia. Familia sio baba na mama na watoto tu. Baba ana jukumu la kulea katika ile familia. Shangazi kwa binti alikuwa ni muhimu sana, anatakiwa akae faragha na binti, azungumze mambo ya faragha, amtengeneze. Sasa hivi la, hatutaki ile familia pana, tunataka familia finyu, baba, mama, watoto, na wengine ni wale kina single mother. Wengi unaona barabarani wana watoto, baba hajulikani, hayupo. Walijaribu michezo fulani alafu wakapewa shahada ya mtoto, kisha baba akapotea. Hao watoto tunao wengi sasa hivi. Tunaona mabinti zetu hawa walikuwa kwenye petrol station, mnaona mabinti zetu walikuwa kwenye viwanda vya nguo, viwanda vya nini, hao wengi ndio wameajiriwa. Mnaona asilimia kubwa wana watoto. Ukija wa mwanaume ukianza kubisha hodi, anajua unaenda wapi, kwa sababu kishamfika. Wale waume hawapo, lakini watoto wapo. Na ni binti mdogo miaka 10 na 20 na ana mtoto nyumbani, anakwenda kufanya kiwandani kazi. Wako kwa maelfu katika mkoa mmoja tu. Unatarajia wale watoto kesho itakuwaje? Hatuambizani ukweli mwingine. Ukiingia katika miji yetu, ukaingia Singida, ukaingia Kondoa, kina bibi wameachiwa watoto. Binti yuko wapi? Mjini, Dar es Salaam, Arusha, wapi huko, Mwanza. Alafu akishapata anakwenda kumdanganya bibi yake mtoto pale, anamtumia visenti vile vitatu, yeye anachapa mwendo. Tumejaza kambi ya watoto ambao baba zao hawajulikani. Hawa tunatarajia waje kutetea Uislamu, lakini wenyewe hawajapata huo Uislamu, hawajui baba. Hilo ni tatizo kubwa sana. Ndugu zangu, nisiwachoshe sana. Sheikh Athmani ni komea hapa. Kwa hivyo tunamalizia kwa kusema walaysa dhakaru kal untha. Sisi Waislamu hatupiganii kuwepo na usawa baina ya mwanaume na mwanamke. Tunapigania kwamba maisha yao ya kiadilifu, na hivi vitu viwili vinavyotofautiana kama haviwezi kuwa sawa, kwa sababu vinatofautiana kibiolojia, kinafsia, vinatofautiana kimaumbile. Kwa hivyo haviwezi kuwa sawa, na Mwenyezi Mungu amegawa majukumu yetu sisi ili tuweze kuijenga jamii na kuhakikisha kwamba mwanadamu katika safari yake ya kuelekea utu na ubinadamu inakuwa ni safari nyepesi. Kinyume na hivyo, safari yetu itakuwa ni kuelekea uhayawani kama ambavyo dunia inatupeleka leo hii. Nasallallahu al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi